Wanaume, mtoto wako anatoka shule, anakaa kwa varanda kuanzia saa 9 hadi saa 4 usiku, ile time mamake atatoka job. Naongea na wewe mwanaume. Mtoto wako anapelekwa daycare 5 am asubuhi, wewe kama umelala. Mtoto wa 2 years anapelekwa 5 am asubuhi, ati ndio sababu mama anaenda kazi hiyo time. My friend, mtoto wako token inaisha kwa nyumba, anakaa kwa blackout hadi ile saa ya mamake atatoka job akuje kuwanunulia token. Na wewe mwanaume uko hapo, uko na kazi mzuri, unaendesha gari safi, hauna shida. Umeenda ukaoa mwanamke mwingine huko na watoto wengine na ukaanza kuwalea, na wale wako umewatelekeza. Ulioa mwanamke, ukaenda ukamzalisha, ukamtoa kwa market, na after kumzalisha ukamtupanisha huko nje, alafu wewe ukarudi kwa market. Unadhani Mungu ni mjinga? Mungu si mjinga. Hiyo machozi ya watoto wako wenye wanakaa kwa giza wakiishiwa na token hadi mama yao atoke kwa kazi. Huyo mtoto wako anaamshwa 5 am kama wewe unangorota, apelekwa kwa daycare ndio mama yake apate nafasi kuenda kumtafutia. Hiyo machozi itakusumbua sana. Hiyo machozi itakuleta chini, itakuangusha chini. Hiyo machozi la mtoto anatoka shule 3 pm akae nje ya baranda hapo, akiboeka hapo hadi mamake atoke job saa 2 ya usiku, hadi anampata amelala hapo kwa balcony. My friend, kitakuramba sana. Hiyo machozi sio ya bure, na Mungu si ya dhumani. Kitakuramba sana. Itabidi uchunge watoto wako. Hata kama ulikosana na mama au kukosana na mtoto, itabidi uchunge watoto wako. My friend, utashangaa vitu kwa nini zinaenda hivi. Kazi unapata inapotea. Biashara sijui magari unanunua zinapata accident zinaisha. Unaibiwa hivi. Ni ile machozi ya wale watoto, my friend. Ile machozi ya wale watoto wako umewaacha. Ile machozi ya ule bibi ulimtoa kwa soko ukamzalisha na ukamtupanisha, alafu wewe ukarudi soko. Wanaume, hey, fungueni macho.